Habari za muda huu ndugu zangu wa Tanzania, nimekuja mbele yenu leo, nina shida kidogo, naomba mnisaidie. Mkiwa kama Watanzania, wazazi wasikivu na werevu, na serikali yangu tukufu, naomba mnisaidie jambo hili moja. Nina mzazi amenifuata leo, kijana wake amerudishwa kutoka shule, kijana mdogo. Nikisema mdogo ni kijana mdogo mno, form 2 ni kijana mdogo sana. Kijana wa kiume mzuri sana, mdogo mno. Nimemsikiliza mama yake, nikajitahidi pia kuongea na kijana, kanipa ushirikiano mzuri. Naomba tumsaidie. Tumsaidie huyu kijana, tumtoe kwenye hili janga. Huyu kijana alikutwa na mwenzie shuleni wanafanya mapenzi ya jinsia moja, lakini yeye ndo alimuomba mwenzie amfanye huko shule, na ndio ilikuwa ni mara ya kwanza, na tatizo ametoka nalo nyumbani. Nimekaa naye vizuri, nimeongea naye, kanielezea nani alimfanyia wa kwanza na kijana mwingine wa pili alimfanyia huko nyumbani, ambaye amemfundisha na alimwambia usiseme kwa mtu yoyote, nitakuua. Kijana alishindwa kumwambia mtu mwingine yoyote. Kwa hiyo alivyorudi baada ya mama yake kumbana zaidi kuambiwa, maana mama yake alishtuka kuambiwa na walimu shuleni. Kiukweli yule mama ana hali nzuri nilivyomuona, na kwa jinsi pia anavyoongea hayuko kwenye hali nzuri. Wote wanahitaji msaada, mama anahitaji msaada, mtoto anahitaji msaada. Tunahitajika kumsaidia yule mtoto, bado ni mdogo sana. Mimi siku zote nasemaga, kesi kinijia ya kijana mdogo amefanywa vitu kama hivi, inaniuma sana na ninakuwa niko tayari kumsaidia, lakini sio hawa wakubwa. Huyu mdogo tuna uwezo wa kumtoa pale alipo na akawa kijana mzuri kabisa bila shida yoyote. Serikali yangu, naombeni tumsaidie huyu mtoto, ni mdogo mno. Ni mdogo mno. Huyu mama amekwama, ajui afanyeje. Hatua za kwanza tumeshafanya, ameshaenda hospitali, tumepima afya, yuko safi kabisa. Tunachotaka hawa vijana ambao walimfanyia hivi wakamatwe. Je, huko mtaani wanafanyia watoto wengine wangapi? Huko mtaani wanawafanyia watoto wengine wangapi wadogo ambao wanashindwa pia kusema kwao, mpaka siku wanakuja mambo yanakuwa makubwa, wameshapatwa na magonjwa, wameshakamatwa shuleni, ndio watu wanakuja kujua. Muda huo mtoto tumeshapoteza, ameshazoea kile kitendo kufanyiwa. Kwa sababu mpaka mtoto unazoea, mpaka unamwambia mwenzio kufanyia, ina maana umeshazoea. Jamani, tumwokoeni huyu kijana na hawa wengine wachukuliwe hatua za kisheria. Natoa wito kwa vijana ambao wanafanyia watoto wadogo vitu kama hivi, waache mara moja. Yaani waache mara moja. Epuka kuwa mfano wa kuigwa. Hii serikali sasa hivi haina masiara kabisa. Epuka kuwa mfano. Kwa nini kijana usimami kwenye nafasi yako? Serikali yangu, naomba tumsaidieni huyu mtoto. Mama Ngwajima, naombeni tumsaidie huyu mtoto na mama yake. Huyu mama anahitaji mwanasaikolojia, kae naye chini amueleweshe. Huyu mtoto anahitaji kusaidiwa tena kwa usiri mkubwa. Na ndio maana nimeshindwa hapa kuweka jina lake wala sehemu anayokaa kwa sababu ya usiri. Naombeni tumsaidie huyu kijana, ni mdogo mno. Ni mdogo mno.